wanatumia nafasi zao vibaya. Jambo la aibu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa onyo kali kwa baadhi ya viongozi wa umma wanaotumia vibaya madaraka yao kwa kulazimisha mahusiano kingono kazini, haswa kwa waandishi waendesha ofisi. Dr. Mpango ametoa kauli hiyo Mei 15 alipohutubia mkutano wa 12 wa chama cha waandishi waendesha ofisi Tanzania TAPSEA unaendelea mkoani Arusha. Makamu wa Rais ameeleza kusikitishwa na taarifa kuwa baadhi ya makatibu mahususi hunyimwa posho au fursa kazini endapo hawajakubali mahusiano hayo yasiyofaa. Dr. Mpango ameagiza mawaziri, makatibu wakuu na viongozi wengine wa juu kutofumbia macho watumishi wenye tabia hizo na kuhakikisha kuwa kuna utaratibu wa siri na usalama wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya waandishi waendesha ofisi. Kutoka wilayani Rumeru mkoani Arusha, mimi ni Baraka Lucas wa Jambo TV. Jambo la tatu ni changamoto zinazoikabili kada ya waandishi waendesha ofisi. Sasa la kwanza limeshasemwa hapa kwamba waajiri wengi hawaruhusu wanachama wa TAPSEA kuhudhuria na kushiriki mikutano ya mwaka kwa ajili ya kujifunza na kuchangamana na wanataaluma wengine. Na kwa taarifa nilizopewa, changamoto hii ni kubwa zaidi katika halmashauri na mamlaka za serikali za mitaa pamoja na taasisi za serikali. Kwa kutumia hadhara hii, ninawaelekeza waajiri wote nchini kuwapa waandishi waendesha ofisi na kada nyingine fursa ya kushiriki mikutano ya kitaaluma na kuwawezesha kibajeti na kilojistiki. Ninarudia tena, waajiri watenge budget, na wale ambao wamekuja katika mkutano huu wakalipwa nusu ya posho, walipwe nusu iliyobaki haraka. Na kutaka Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais na pacha wako, kaeni muhakikishe hili linatekelezwa. Mshirikiane na waziri mwenzenu Ofisi ya Rais TAMISEMI, muhakikishe kwamba wana TAPSEA hawa waliohudhuria mkutano huu wanapewa haki yao ya posho. Watu wa ajabu kweli. Lakini la pili inahusu nafasi finyu ya kujiendeleza kimasomo kwa watumishi wa kada hii, na hasa wale walio kwenye miji isiyo na vyuo vinavyofundisha taaluma hii. Sasa katika hili ninakitaka Chuo cha Utumishi wa Umma kuona namna ya kusogeza huduma hii kwenye maeneo haya, ikiwemo Dodoma na Zanzibar. Kwa nimefurahi hatua ambazo umezieleza Mheshimiwa Waziri wa Nchi kuhusu maelekezo yako ya kuanzisha kozi ya awali, foundation course ya uhazili, ili kuwawezesha waandishi waendesha ofisi kujipatia sifa za kujiendeleza kielimu katika ngazi ya shahada. Kwa hili muendelee kulisimamia. Lakini pia imesemwa kuhusu muundo wa kada ya waandishi waendesha ofisi. Huyo ambaye hataki kutekeleza waraka wa utumishi, Mheshimiwa Waziri,
ninakutaka sasa uwasilishe taarifa kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ili tumjue huyo ambaye hataki kutekeleza waraka huo wa utumishi. Changamoto ziko nyingi, lakini pia napenda nizungumzie changamoto ya unyanyasaji wa waandishi waendesha ofisi. Wapo viongozi wanajiita mabosi. Wapo viongozi wachache wenye tabia mbaya zisizofaa. Wanatumia nafasi zao vibaya. Jambo la aibu. Baadhi yao wanalazimisha penzi maofisini na waandishi waendesha ofisi. Lakini wengine au watu wa ovyo hao, sijui kwa nini hawajaacha kazi. Wengine wanawanyima waandishi waendesha ofisi fursa za mafunzo mpaka wapewe penzi. Hata posho nazo ndio kama tulivyosikia wanaowekea kauzibe. Pamoja na kuwa wanajua kada hii ndio inayosukuma majalada kwenda kwenye ofisi za malipo. Haya hayakubaliki kabisa. Sio kwenye serikali inayoongozwa na mama shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa waheshimiwa mawaziri mlioko hapa na makatibu wakuu wenu, msiyafumbie mambo haya macho. Ninawataka muweke utaratibu wa siri wa kupokea malalamiko ya waandishi waendesha ofisi Kwa hiyo muweke utaratibu wa siri wa kupokea malalamiko ya waandishi waendesha ofisi kunyanyaswa au kunyimwa stahili zao, na muyachunguze na muyachukulie hatua za kisheria na kiutawala. Waheshimiwa viongozi na wanachama wa TAPSEA, bahati nzuri Mheshimiwa Rais ametupatia heshima kubwa sana licha ya majukumu makubwa ya ugeni wa kitaifa kuongea nasi wana TAPSEA. Na mmemsikia yeye mwenyewe. Mpigieni tena makofi Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo pamoja na maombi ambayo mmemsikia mwenyewe akiyatolea kauli, niwahakikishie kwamba ombi la kupewa fedha kuwezesha ujenzi kwenye kiwanja chenu ambacho tumekabidhi hati amelisikia, na mimi kwenye taarifa yangu ya maandishi nitaliwasilisha rasmi. Na kwa kuwa yeye ndiye mlezi wa TAPSEA, nina hakika litatoka jambo. Mmemsikia mwenyewe, ameshafanya mambo Mei Mosi, na hakika ni dhamira ya serikali. Pamoja na yale ambayo Mheshimiwa Waziri ameyaeleza, kila hali itakavyoruhusu, hali ya kiuchumi, hakika Mheshimiwa Rais hata sita kushughulikia stahili za wana TAPSEA na watumishi wote wa serikali, ikiwemo kuendelea kuongeza mishahara ya serikali. Waheshimiwa viongozi na wanachama wa TAPSEA, naomba nami mniruhusu sasa nimalize hotuba yangu kwa kuwakumbusha tena
kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Na napenda nitumie hadhara hii kuwaomba sana wanatapsea. Nyinyi najua sina wasiwasi, mnajua wajibu wenu mwezi Oktoba. Lakini nawaomba wanatapsea muende mkahamasishe watumishi wengine wote wa umma na wale wa sekta binafsi. Muende mkawahamasishe na kwenye familia zenu. Kwanza wajitokeze kwenye awamu ya pili ya zoezi ambalo linaendelea la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura ili waandikishwe. Kuna mwanatapsea yeye hajaboresha taarifa zake? Yupo. Sasa tukahamasishe na wale wengine. Lakini ni muhimu pia twende tukawahamasishe Watanzania wenzetu na kuwahimiza kupitia michakato mbalimbali ya uchaguzi kwa amani na utulivu. Hili ni jambo la msingi sana. Tanzania kila mara tunasema ni kisiwa cha amani, lakini lazima tukitunze kiendelee kuwa kisiwa cha amani. Hatutaki uchaguzi wa vurugu wala kutukanana. Tapsea oye! Tapsea oye! Kwa hiyo tukahimize sana zoezi hili na Mungu atusaidie lifanyike kwa amani na utulivu. Kuna mtu hajui anampigia kura nani? Utashangaa kama mwanatapsea hajui. Basi kwa kumalizia, tumepokea taarifa za mwenzetu ambaye amepoteza mwenza wake, na kwa kuwa bado niko Arusha, mwenyekiti wa Tapsea, basi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais tutaona namna ya kukufikishia walau shilingi milioni 5 za rambirambi kwa mwanatapsea ambaye amefiwa na mume wake. Tunampa pole sana na roho ya marehemu ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Lakini tumuombee pia yule aliyeumia leo asubuhi, basi naye aweze kupata ahueni ya haraka, na ikiwezekana arejee kesho hapa kumalizia mkutano huu wa mwaka. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, ninayo heshima kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutamka kuwa mkutano mkuu wa 12 wa Chama cha Waandishi Waendesha Ofisi Tanzania Tapsea umefunguliwa rasmi, na ninawatakia mkutano wenye mafanikio tele. Asanteni sana.